Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kufuatia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia benchi la ufundi likiwa limeweza kusheheni maprofessional makocha pamoja na wasimamizi wazuri kabisa ambao wanaifanya Young Africans kuwa na ubora mkubwa kabisa katika hapa nazungumzia michezo ambayo wanacheza kwa sasa. Ifahamike ya kwamba ligi kuu ya soka Tanzania bara imesimama kwa muda kidogo kuweza kupisha michuano ya muungano ambayo inafanyika kule visiwani Zanzibar, ambapo umeshuhudia klabu ya soka Young Africans ikitinga hatua ya nusu fainali, ambapo inakwenda kukutana dhidi ya klabu kutoka Chamanzi, hapa nazungumzia Azam FC, katika show za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa mimi nimekusogezea hapa kikosi ambacho kimetangazwa na kocha Pedro, kikosi ambacho cha wachezaji majembe 11 ambao yatakaoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wakihitaji kulitetea taji hili, kwa sababu msimu uliopita ni wao ndio waliweza kulichukua taji hili, ambapo kama sehemu ya mabingwa watetezi ambao wapo katika michuano hii wanakwenda kukutana na Azam FC, ambayo mara ya mwisho walipoweza kucheza walitoka sare ya 0-0, ukiweza kushuhudia katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa hii ni muungano, itakuwaje? Ila kabla tujaendelea, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia bali ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka Young Africans nusu finali iko mikononi mwao dhidi ya Azam FC ya Ibenge, ambapo kocha Pedro ameweka bayana kikosi chake, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, baada ya kukosekana katika michezo kadhaa, hatimaye ameweza kurejea katika kikosi, ukiweza kushuhudia kazi nzuri ambayo aliyokuwa naifanya kabla ya kufungiwa na shirikisho la soka hapa nazungumzia TFF kupitia kamati yake ya nidhamu kwa kile kilichoweza kutokea katika mchezo wa Mtibwa. Kwa hiyo kwa sasa yuko huru kuendelea na ligi kuu ya soka Tanzania bara pamoja na michuano mingine, kwa sababu yuko free, kifungo kimekwisha tena. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia clean sheet, pengine anaweza kuondoka nayo kwenye mchezo huo, tusubiri itakuwaje. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israeli Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota hatari kwelikweli, amekuwa na mwendelezo mzuri kwelikweli kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa, namna ambavyo anapanda na kurudi, mashambulizi yake yanakuwa ni hatari kwelikweli, kiweza kushuhudia kazi nzuri ambayo wanaifanya. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda katika upande wa beki ya kulia ama mbavu ya kulia, hatari kwelikweli. Lakini katika upande wa beki ya kushoto anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa mabeki ambao wanapiga kazi kwelikweli, kazi nzuri ambao wanaifanya. Amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, kazi nzuri ambayo anaifanya katika hapa nazungumzia michuano hii, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao iko na wanakasi, ana maarifa, ana mbio, tenki la kutosha lipo. Kwa hiyo ni miongoni mwa mabeki ambao wenye sifa kedekede, na mwalimu ameona ana kitu cha kitofauti ambacho anaweza kukitoa katika mchezo dhidi ya Azam FC. Lakini pia
Unazungumzia beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Frank Yasinki. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota wazuri kweli kweli, mabeki vitasa, japokuwa tu nafasi ndio anapopata nafasi anaonyesha, lakini ni miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi hiko. Lakini pia unazungumzia si mwingine benki namba 5 anasimama si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Kuna kitu mwalimu pengine anaona na kitizamia, pengine hahitaji kuweza kupata majeraha wengi katika maeneo muhimu, na ndio maana umeweza kushuhudia wachezaji wengi katika safu hii kumekuwepo na mabadiliko ili kutotoa pressure kwa wachezaji, kwa sababu kuna game bado nyingi za muhimu. Kwa hiyo hataki kuweza kuliski, na ndio maana kikosi chake pia kina mabadiliko. Lakini katika upande wa namba 6 anasimama si mwingine bali ni hapa nazungumzia Azizi Andambwile. Nafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu hatari, amewahi kuwa ni moja kati ya wachezaji tishio kweli kweli katika kipindi cha kocha Romain Folz. Alikuwa ni miongoni mwa panga pangua ya Romain Folz, alikuwa na uhakika ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao alikuwa akiweza kutoa Azizi Andambwile. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anakwenda kuifanya katika mchezo huu dhidi ya Azam FC, ambapo mwalimu ameweza kumpatia nafasi ya kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Huku unazungumzia namba 7. Namba 7 utakutana na hapa nazungumzia master wa assist, unazungumzia Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli. Ana uwezo wa kupiga pasi nzuri, ana uwezo wa kuwatoka mabeki, ana uwezo wa kupiga mashuti, ana uwezo wa kuassist, yani amejaa tele kabisa. Kwa hiyo atakuwepo katika mchezo dhidi ya Azam FC katika kombe hili la Muungano. Lakini pia unazungumzia katika upande wa hapa nazungumzia si wengine bali ni namba 8 anakuwepo Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake, amefungiwa ni kwenye ligi kuu kule, sio huku kwenye Muungano. Huku bado anaendelea kuweza kulipepeta vizuri kabisa, simu zikiendelea kupigwa, simu zikiendelea kuita kwa Mudathiri Yahya katika eneo la namba 8. Huku namba 9 anasimama Prince Mpumelelo Dube baada ya kuweza kurejea mchezo uliopita aliweza kupachika mabao, na mchezo huu mwalimu amempa nafasi. Huku namba 10 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyo ni Duke Abuya, ambapo mwalimu ameona kitu cha tofauti, pengine ndio maana ameweza kufanya rotation kama hii, akimweka namba 10 Duke Abuya kiraka hatari kweli kweli. Huku namba 11 anasimama si mwingine bali ni Maxi pia Nzingeli, huko pako Mzuzwa akiweza kuanzishwa benchi. Unaona bana, ni namna ambavyo mwalimu anaitizamia mechi hii, pengine hataki kuweza kutengeneza majeraha wengi kwa sababu ana michezo mingine, ana mchezo mkubwa pia wa dabi ya Kariakoo. Bana, weka maoni yako hapo chini katika kikosi hiki, wewe umekionaje? Unadhani wataweza kufanikiwa kutinga nusu finali?